tutakuwa tunapigania kulijiti. Niombe tena Mheshimiwa Mabunde. Asante mwenyekiti, wakati ukiwa unaendelea kutoka utaendelea baadaye kidogo. Tunaona mama yetu wameingia wengi, naomba tusimame wote tafadhali. Wote tusimame, lakini wakati wa DJ ukiwa kabisa kia mama yetu. Unasimama namna hiyo kwenye Samia Day. Tukiwa nichukue nafasi hii kuwashukuru sana wote ambao mmejitokeza kata kwa kata za mkoa wa Dodoma, lakini sasa hivi kata ya Chang'ombe, kwa kujitokeza kwa hiari yenu kuja kusikiliza na kuadhimisha mafanikio haya makubwa yaliyofanywa na serikali ya awamu ya 6 yakiongozwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Jishangilieni wenyewe kwa kuja kwa hiari. Chang'ombe oye! Lakini niwapongeze kwa sababu hiari hii ya kuja haijaja kwa bahati mbaya. Nilikuwa namuuliza hapa mtendaji, je, umepita nyumba kwa nyumba ukawafukuza watu waje? Akasema hapana. Kwa hiyo uliwatangazia tu, kila mtu akadoka nyumbani akaja mwenyewe. Ndiyo. Kwa hiyo maana yake mmekuja kwa sababu mnajua, mnaheshimu na kuthamini kazi nzuri aliyoifanya rais wetu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Mpeni maua yake. Na hapa sisi ni kituo chetu kingine, ndio maana tumekatiza ratiba yenu. Mheshimiwa Diwani, najua zamu yako ya kuongea inakuja, tumeikatiza, lakini kuna zamu ya watu kusema wamefaidikaje na uwepo wa hii miradi katika kata ya Chang'ombe, wameona mabadiliko gani, itakuja. Lakini sisi tumeomba ridhaa dakika chache tuwasalimie, alafu tuendelee kwenda kwenye kata nyingine. Kama mnavyofahamu, hili linalofanyika hapa leo linafanyika katika kata 209 za mkoa wa Dodoma na kata 41 za jiji la Dodoma. Wote wangetamani kusema mkuu wa mkoa aje, mkuu wa wilaya aje kwetu na viongozi wengine. Kwa kuwa hatuwezi kujigawa, angalau tunapita kata chache. Tukimaliza 5 kwa siku na wengine 5 basi itatosha. Kwa hiyo tukipita tukiwasalimia, msiondoke kwa sababu tumeikatiza ratiba. Yako mengine ambayo yalitakiwa miasikie mazuri sana na ya muhimu. Na nyi wenyewe mlitakiwa miaseme baada ya kuona shule kitu gani mnaona kimebadilika, shule imebadilisha nini? Baada ya kuona kituo cha afya kitu gani mnaona kimebadilika kwenye maisha yenu? Baada ya kuona kituo cha polisi hapa kitu gani kitabadilika kwenye maisha yetu? Baada ya kuona barabara ya lami jambo gani limetokea hapa kwenye kata ya Chang'ombe? Kule tulikokuwa walisema kabla ya barabara ya lami viwanja vilikuwa vinauzwa bei rahisi sana, lakini baada ya barabara ya lami bei za viwanja zimeongezeka. Lakini majengo ya kisasa yameendelea kujengwa, lakini wageni wameendelea kuja wengi kwa sababu wameona hapa napo pamekuwa Chang'ombe ni mjini kabisa sasa baada ya kuona barabara ya lami. Sasa nenyewe Chang'ombe mtasema ya kwenu baada ya kuona maendeleo hayo, mnaona kitu gani kimetokea. Ndugu zangu, siku hii ilikuja kutokana na kuona kuwa maendeleo makubwa yaliyotokea kwenye mkoa wetu wa Dodoma yamekuwa ni ya pekee sana kulinganisha na miaka mingine katika kipindi hiki cha miaka 5 ya serikali ya awamu ya 5 kuishia serikali ya awamu ya 6. Wote tunafahamu mkoa wetu wa Dodoma na mkiwemo Chang'ombe. Hata mimi nimekuja hapa, mnakumbuka nilikuja siku ya kwanza tukaongea nini? Nakumbuka waliokuwepo. Kuna maneno mlikuwa mnasema, naambia Chang'ombe panaitwaje, mkawa mnajisema wenyewe maneno magumu. Nikasema mnayapenda, mkasema hatuyapendi. Tufanyaje ili yaishe? Kituo cha polisi kiko pale, bado yapo yale maneno. Chang'ombe imesha badilika, Chang'ombe imekuwa nzuri, Chang'ombe kila mtu sasa anaifurahia, na huyo sio mwingine ni Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Lakini mkoa wetu wa Dodoma pia ulikuwa na lugha nzuri nzuri. Dodoma mtu akipewa kiwanja alikuwa anakikataa na kiacha tu. Anayeweza anauza bei rahisi, manake anasema Dodoma kiwanja cha nini? Kwa nini ninunue, itakuwaje? Nani anataka kuishi Dodoma bwana? Lakini saa hizi bado watu wanagawa viwanja, bado wanaviacha. Dodoma panagombaniwa, kila mtu anataka kiwanja. Pamekuwa pahali ambapo
Watanzania wote wanatamani kuja kuishi na dunia inataka kuja kuishi. Huyo si mwingine ni nani? Ni Dr. Samia Suluhu Hassan. Yeye alitutafutia dawa ya kufanya Dodoma pawe kivutio, wala hakusema kwa maneno kwa jamani, nataka Dodoma pavutie dunia, nataka Dodoma pavutie Watanzania. Alikaa kimya, tukaona tu mambo yanaanza. Barabara zinaongezwa, mji wa serikali unajengwa magorofa, maeneo ya mjini yanaporomoshwa magorofa. Tukaona hospitali zinaendelea kuimarishwa, madaktari wanaongezeka, vifaa vinaongezeka. Tukaona mahakama kuu inajengwa Dodoma, wanasheria na majaji wote wakahamia Dodoma. Tukaona Ikulu imekamilishwa Dodoma, yeye mwenyewe akaja kuishi Dodoma. Tukaona treni ya mwendo kasi inakamilika, watu wote ili wapande treni waende makwao lazima wapite Dodoma. Ukitaka kupanda treni ya mwendo kasi bila kupita Dodoma, bado hujafika Mwanza, bado hujafika Tabora, bado hujafika Shinyanga, bado hujafika Manyara, bado hujafika Singida. Hadi upite Dodoma ndio treni ya mwendo kasi itakuhusu. Lakini akasema ngoja nijenge kiwanja cha ndege cha kimataifa ili watu wasilazimike kwenda mikoa mingine, watoke Dodoma waende huko China, waende India, waende Marekani, waende Kenya, waende na nchi nyingine kutumia ndege kwa kutoka Dodoma bila kupita mkoa mwingine wowote. Akasema haya magari yanapita katikati ya mji wa Dodoma, yanaleta foleni, magari makubwa, lakini hayana shida ya kufanya Dodoma. Kazi yao ni kupita tu ili waende mikoani kwao, kwa sababu Dodoma imekaa katikati ya nchi, lazima upite hapa ndo uende mkoa mwingine. Sasa ili wasipate shida, ili wasisumbue sana na Dodoma katikati ya mji, ngoja niwekee barabara inaitwa barabara ya mzunguko, barabara ndefu kuliko zote Afrika, ya mzunguko kuliko barabara nyingine. Huyo ni Dr. Samia Suluhu Hassan. Alipoendelea kufanya hayo, wala hakuambia watu njooni Dodoma, watu wenyewe wakaanza kuona Dodoma kuna SGR, Dodoma uwanja wa ndege wa kimataifa, Dodoma kuna barabara ya mzunguko, Dodoma kumbe kuna hospitali kubwa za kisasa, kumbe Dodoma kuna shule za magorofa, kumbe Dodoma kuna maji, kumbe Dodoma kuna umeme. Sasa hivi kila mtu anataka kuja Dodoma. Dodoma imekuwa na hadhi ya makao makuu, na Chang'ombe watu wanatafuta nyumba za kupanga, hawapati hata nafasi kwa sababu nyumba zimejaa. Sasa Mheshimiwa Samia haya yote hayajaja kwa bahati mbaya, yamekuja kwa sababu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan anaipenda Dodoma yeye mwenyewe, na yeye anaishi Dodoma kama sisi tunavyoishi Dodoma, lakini akasema hapa Dodoma ni makao makuu ya nchi ya Tanzania. Kweli ilisemwa tangu mwaka 73, lakini nataka isisemwe ila nataka watu waone shughuli za makao makuu zimekamilika Dodoma, watu waone hadhi ya Dodoma inafanana na makao makuu. Sasa hivi tunavyoongea, vitu vyote hivyo tulivyovisema vimefanya nchi yote sasa inajua ukitaka huduma yoyote ya kiserikali ya viongozi wa juu lazima uje Dodoma. Ukitaka muhimili wowote wa serikali hii, iwe ni muhimili wa serikali kwa maana ya baraza la mawaziri na Ikulu na wengine, ukitaka muhimili wa mahakama na huduma zake, ukitaka huduma za bunge zilikuweko hapa, lazima ufike Dodoma. Kwa hiyo bwana, ule uchawi wa watu kuona Dodoma ni makao makuu na kuhamia haukutaka dawa yoyote, ilimtaka tu mtu mmoja anaitwa Daktari Samia Suluhu